Na tujue kabisa kwamba utakapoigusa Dar es Salaam kwa namna yoyote. Leo Dar es Salaam tuna vituo zaidi ya 476. Vituo tu mafuta 476. Katika kila kituo kimoja, imagine kwamba kina watumishi 10. Chukua 10 mara 476. Unapata vijana wangapi walioajiriwa kwenye vituo hivyo? Na ambavyo kwa mfano vituo vya mafuta vilivyounguzwa, let's say vya Lake Oil, unadhani watumishi wangapi, vijana wenzetu na akina mama wenzetu wanaolisha familia zao kwa kutumia vituo hivyo, leo watakuwa wamekosa ajira? Kwa hiyo kwenye kila maamuzi tunayotaka kuyafanya, lazima pia tufahamu kwamba Dar es Salaam ni kitovu kikubwa sana cha masuala mengi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati tunaongelea kuhusiana na mali vituo kuchoma moto, tungependa kupata labda taarifa kutoka kwako wewe kama kiongozi wa mkoa huu, labda mpaka sasa idadi ya vifo kwa wakazi wa Dar es Salaam kutokana na maandamano haya, serikali na mpango gani kuhusiana na waliofariki? Kumekuwa pia kuna taarifa za watu kushikiliwa vituoni, kama mna idadi yao, familia pia ambazo watu wamekuwa wakipost kwenye mitandao hawaoni ndugu zao, pia hao mnawasaidiaje kuweza kupata hizo taarifa? Lakini pia je, ni kweli kuna watu wananyimwa miili kwenda kuzika ili kuondokana hizo taarifa ambazo unasema potofu? Tungependa kupata taarifa direct kutoka kwako. Katika hali ya kulinda mkoa, ni vigumu sana na kwa haraka kuwa na package ya taarifa zinazoulizwa na mwenzetu. Ni vigumu sana na kwa haraka sana kuwa na package ya vitu vyote vinavyoulizwa na mtu wetu. Tuendelee kuwa na ustahimilivu mpaka hapo tutakapopata taarifa kamili zilizokamilika kuliko taarifa za upotoshwaji. Lakini Mheshimiwa, tunaongelea mali, lakini ukiangalia watu wengi wanaongelea kuhusiana na uhai na vifo. Sasa vipi kwa wale wasio na ndugu zao? Pia hata kama idadi ya vifo hatuna, basi wale wasio na ndugu zao, labda watu ambao kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tuna imani pia wanakuwa wamesajiliwa, hata hizo pia. Jeshi la polisi linaendelea na masuala ya kuhakikisha mkoa wetu unakuwa na amani. Pamoja na hayo, jeshi la polisi linaendelea na masuala ya kiuchunguzi kuhakikisha yule aliyehusika anakamatwa. Lakini pamoja na hayo, jeshi la polisi bado pia linawashikilia watu ambao linawahoji kuhusu kushiriki kwao. Kumbukeni, wakati pia wa vurugu mechi hizo, zipo nyumba zenye kamera, vipo vituo vya mwendokasi vyenye kamera, yapo maduka yenye kamera, ambayo pia jeshi la polisi linaendelea kufanyia kazi ili kuhakikisha kila mtu aliyehusika anakamatwa yeye mwenyewe in person, ili aweze kupelekwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa kama kuna mtu yoyote hamuoni ndugu yake, afike kwenye kituo cha polisi, atoe maelezo hayo, na jeshi la polisi litamsaidia